zile roho 7 za Bwana tutajifunza roho ya hekima. Sisi tu wanafunzi wa Yesu Kristo, tukiwa katika chuo chake na yeye akiwa mwalimu wetu, lakini yeye akitufundisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Yesu Kristo ndiye mwalimu katika chuo hiki, akihudumu ndani yetu akitufundisha. Leo tunajifunza roho ya hekima. Roho ya hekima katika zile roho 7. Bwana Yesu asifiwe. Katika zile roho 7, roho ya hekima leo tunakwenda kuiangalia. Lakini neno la Mungu linatueleza katika Wakolosai sura ya 1 mstari ule wa 26. Siri ile iliyofichwa tangu zamani na tangu vizazi vyote, bali sasa imefunuliwa kwa watakatifu wake. Ni siri iliyokuwa imefichwa, lakini sasa imefunuliwa. Lakini imefunuliwa ni kwa ajili ya watakatifu, si kwa ajili ya watu wengine, bali kwa ajili ya watakatifu wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ajili ya watakatifu wake. Tuko katika nyakati za mwisho. Tuko katika siku ya 3, siku ambayo Mungu analifunua neno lake kwa watu wake. Mungu anafunua siri yake kwa watu wake. Mungu anatueleza kwa habari ya hekima iliyofichwa. Siri iliyofichwa si sawa na hekima ya dunia hii. Naomba tusome Wakorintho wa 1 sura ya 2 mstari ule wa 4 mpaka wa 7. Mstari wa 4 unasema, ndiyo, na neno langu na kuhubiri kwangu hakukuwa kwa maneno ya hekima, ndiyo, yenye kushawishi akili za watu. Na neno langu na kuhubiri kwangu hakukuwa katika hekima, hakukuwa katika akili za kushawishi, bali kwa dalili za Roho, na za nguvu, ili imani yenu isiwe katika hekima ya wanadamu, za wanadamu, bali katika nguvu za Mungu. Walakini iko hekima tusemayo kati ya wakamilifu. Tulia kidogo. Ukirudi Wakolosai sura ya 1 26, naomba usome. Changamka. Wakolosai 1:26, soma. Ndiyo. Siri ile iliyofichwa tangu zamani zote, na tangu vizazi vyote, bali sasa imefunuliwa kwa watakatifu wake. Umesikia? Rudi kule tulikokuwa. Anasema lakini iko hekima tusemayo kati ya wakamilifu. Siri ile iliyofichwa tangu zamani zote na tangu vizazi vyote, bali sasa imefunuliwa kwa ajili ya watakatifu. Walakini iko hekima tusemayo kati ya wakamilifu. Wakolosai 1:28. Walakini iko hekima tusemayo kati ya wakamilifu. Soma. Ambayo sisi tunahubiri habari zake, tukimwonya kila mtu na kumfundisha kila mtu katika hekima yote, tupate kumleta kila mtu mtimilifu katika Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Angalia, tunakuja kulinganisha Wakolosai 1:26. Tunakuja kulinganisha Wakorintho wa 1 sura ya 2 mstari wa 6. Halafu tunarudi tunaangalia Wakolosai 1:28. Roho ya hekima. Walakini iko hekima tusemayo kati ya wakamilifu. Wakamilifu ni watakatifu. Na watakatifu ndio ambao tunaona kwamba tunamleta mtu aliyetimilika katika Kristo Yesu kwa kufundishwa katika hekima yote. Je, hiyo hekima yote ni nani? Wakorintho wa 1 sura ya 1:30.
Korinto wa kwanza sura ya kwanza aya 30 nasema. Ndiyo. Bali kwa yeye ninyi mmepata kuwa katika katika Kristo Yesu. Katika Kristo Yesu. Aliyefanywa kwetu hekima. Itokayo kwa Mungu. Na haki. Na utakatifu. Na ukombozi. Kumbe hekima hiyo, Bwana Yesu asifiwe. Kumbe hekima hiyo, haleluya. Kumbe hiyo hekima tumefanywa sisi katika Kristo, kuwa na haki, kuwa na utakatifu, kuwa na ukombozi. Lakini hekima hiyo imetoka kwa Mungu. Hekima hiyo iliyotoka kwa Mungu tunapata katika Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza. Hiyo ni hekima ambayo sisi tunamwonya kila mtu ili kumleta mtu mtimilifu mbele za Kristo. Anafundishwa katika nini? Yohana 1:1, soma. Hapo mwanzo kulikuwako neno. Hapo mwanzo kulikuwako neno. Naye neno alikuwako. Naye neno alikuwako kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Naye neno alikuwa ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ili tumlete mtu mtimilifu kwa Kristo. Halafu hekima hiyo ni hekima iliyoshuka kutoka kwa Mungu. Hekima hiyo inatupa kuingia katika haki. Hekima hiyo inatupa neema ya kuwa watakatifu. Hekima hiyo inatupa kuwa katika hali ya ukombozi. Bwana Yesu asifiwe. Aliyekuwa amefungwa anaingia kwenye eneo la ukombozi. Baada ya kukutana na nini? Baada ya kukutana na hekima yote. Hekima yote ni Yesu Kristo. Aliyekutana na hekima yote ni lazima afunguliwe. Eneo la kwanza tunalofunguliwa sio kufunguliwa miguu wala mikono, ni kufunguliwa ufahamu wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Aliyefungwa ufahamu, hata kama ingekuwaje, huyo atakuwa ni Bwana Yesu asifiwe. Hata kama Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo aliyekuwa amefungwa ufahamu wake anaweza akawa amefunguliwa mikono, akafunguliwa kimwili tuseme, lakini ufahamu wake kama umefungwa, mtu huyo bado ni mfungwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wale ambao walipata neema ya kukutana na hekima yote, ya kusikia injili inenwayo katika hekima yote, maana yake wao wamekutana na Warumi 14:17. Soma. Kitabu cha Warumi sura ya 14. Ndiyo. Aya yake ya 17. Anasemaje? Neno la Mungu linasema. Neno la Mungu linasemaje? 14:17. Ndiyo. Maana ufalme wa Mungu si kula wala kunywa. Si kula wala kunywa. Bali ni haki. Na amani. Na furaha. Katika Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana ufalme wa Mungu si kula na kunywa, bali ni haki, ni amani na furaha. Akasema ya kwamba angalia kwamba hekima ishukayo toka juu kutoka kwa Mungu, hiyo hekima imetupa nafasi sisi kuwa na haki, kuwa na utakatifu, kuwa na ukombozi. Kwa roho ya hekima ni Yesu Kristo mwenyewe. Roho ya hekima ni Yesu Kristo mwenyewe. Kama katika hekima mimi na wewe tunafundishwa ili tupate kuwa na ufahamu, maana roho ya hekima imeshikamana na roho ya ufahamu. Roho ya ufahamu imeshikamana na roho ya ujuzi. Kwa mtu aliye na roho ya ufahamu, ndani yake ana roho ya ujuzi, ana roho ya ufahamu. Huyu atayafahamu mapenzi ya Mungu. Huyu atafahamu kusudi la Mungu. Lakini katika ufalme wa Mungu, akisha kuingia atakuwa na haki, akisha kuingia atakuwa na amani, akisha kuingia atakuwa na furaha katika Roho Mtakatifu. Lakini mtu huyu, angalia, yeye analetwa kuwa mtu mtimilifu atakapofundishwa katika hekima yote.
Na hekima yote tumeona ni Yesu Kristo. Na Yesu Kristo alipokuwa duniani, yeye alikuwa ni ufalme wa Mungu uliokamilika. Kwa nini alikuwa ni ufalme wa Mungu uliokamilika? Yeye ndiye aliyekuwa hekalu la Mungu, akidhihirisha ufalme wa Mungu duniani. Yeye alipokuja aliinua makabila, aliinua mitume 12 sawasawa na makabila 12. Kwa Yesu Kristo akadhihirisha kwamba yeye ndiye njia, kweli na uzima. Kwa hiyo anayetaka kwenda kwa Baba ni lazima apite kwake. Kwa hiyo yeye akafanyika kuwa lango la wanaokwenda kwenye ufalme wa Mungu. Yeye ndiye hekima. Bwana Yesu asifiwe. Angalia kitabu kile cha Zaburi sura ya 25 mstari wa 14. Zaburi 25:14. Tuone Mungu anasemaje juu ya habari ya siri za Mungu. Zaburi ya 25 aya ya 14 inasema, ndio, siri ya Bwana iko kwao wamchao. Siri ya Bwana iko kwao wamchao, naye atawajulisha agano lake. Naye atawajulisha agano lake. Wakorinto wa pili sura ile ya 3 na mstari wa 6. Sura ya 3 mstari wa 6, naomba soma. Unasema, ndio, naye ndiye aliyetutosheleza. Naye ndiye aliyetutosheleza kuwa wahudumu wa agano jipya. Kuwa wahudumu wa agano jipya, si wa andiko, si wa andiko, bali wa Roho, bali wa Roho. Kwa maana andiko huua, kwa maana andiko huua, bali Roho huisha. Bwana Yesu asifiwe. Siri ya Bwana iko kwao wamchao, naye atawajulisha agano lake. Ndiye aliyetufanya kuwa wahudumu wa agano jipya, tena la Roho, wala si la andiko. Kwa maana andiko linaua, lakini Roho anahuisha. Angalia, katika utimilifu wa kiungu au utimilifu wa Mungu, roho 7 zinadhihirika, ambao ndio injili kamili. Roho 7 za Mungu zinadhihirika, ambao ndio injili kamili. Nikisema injili kamili, maana yake inamaanisha injili ya ufalme wa Mungu. Na injili ya ufalme wa Mungu ina sifa moja tu. Sifa moja ni hii: ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila anayesikia. Ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila anayesikia. Kwa injili ya ufalme utakapoisikia, ulikuwa umefungwa vifungo vinaachia bila maombi, bila kuombewa. Kuombewa ni kwa sababu bado wewe hujaingia katika nuru iangazayo gizani. Lakini utakapoingia katika nuru yake ya ajabu, Bwana anafungua vifungo kupitia injili ya ufalme. Walioingia katika injili ya ufalme, wao wakawa na haki, wao wakawa na amani, wao wakawa na furaha. Vifungo viliwachilia, gereza zikavunjika, makaburi yakatoka, wakatoka wakiwa huru. Kwa nini? Waliingia katika injili ya ufalme, waliingia katika injili ya ufalme. Aliyekuwa tasa, tumbo likafunguka; aliyekuwa na vifungo vikafunguka, maana yeye aliye injili alinena kwao. Haleluya! Kwa hiyo tunapozungumza habari ya injili ya ufalme, tunamzungumza Yesu Kristo. Paulo akasema, sionei haya injili ya ufalme, maana ni uwezo wa Mungu uletao wokovu. Aliyesikia injili ya ufalme, ufahamu wake ulifunguka, akafungua mlango wa Kristo, akaingia ndani yake. Alipoingia ndani yake, akarishwa na Kristo. Alipokula na Kristo, akaketi pamoja naye. Kwa hiyo maisha yake yakawa ni maisha ya Kristo. Ndio maana Paulo akasema, kuishi kwangu ni Kristo. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wanakula pamoja na Kristo. Haleluya! Kwa katika zile roho 7 utimilifu wa Mungu unakaa. Mungu ndiye anayekupa roho ya kumcha Bwana. Mungu ndiye anayekupa roho ya ufahamu. Mungu ndiye anayekupa roho ya ujuzi. Katika neno la Mungu,
Mungu analifunua agano lake ili akujulishe siri yake, kwa sababu unatembea na ile roho ya hekima. Roho ya hekima ni Kristo mwenyewe. Akiingia ndani yako uhitaji kuombewa, mpendwa. Akiingia ndani yako anaingia kwa kiwango kingine. Akiingia ndani yako yeye anaitwa moto urao. Akiingia ndani yako yeye anaitwa upanga ukatawe chakuwili. Akiingia ndani yako anaitwa nyundo ivunjao mawe vipande. Madhabahu ikiinuka inakutana na nyundo. Oh, haleluya! Haleluya! Angalia huyu Mungu, huyu ndiye hekima ambaye tunapaswa kunena habari zake. Bwana Yesu asifiwe. Roho ya hekima, Biblia inasema ni Kristo aliyeshuka kutoka kwa Mungu. Yeye aliposhuka alikuja amebeba furushi la haki, alikuja amebeba furushi la utakatifu tuliokuwa tumeupoteza. Adamu wa kwanza aliupoteza pale Edeni. Yesu Kristo akaja amebeba utakatifu. Wakati Adamu alikuwa anaishi kwa uhuru, anazunguka kimtukuza Mungu, akapoteza huo uhuru, akakutana na kifungo. Bwana Yesu akaja amefungwa kifurushi cha ukombozi ili wakomboe watu wake. Roho ya hekima shukaye toka juu, akaja amebebelea haki, akaja amebebelea utukufu, akaja amebebelea ukombozi. Haleluya, haleluya. Ndio maana Nabii Isaya akasema katika 35 mstari wa 10, na hao waliokombolewa na Bwana. Bwana yupi? Bwana Yesu. Waliokombolewa na Bwana watarudi, watafika Sayuni. Yaani Sayuni kwenye kusanyiko la watu wa Mungu. Kilio walichotembea nacho, machozi waliotembea nao, kuugua walikotembea nako, Biblia inasema vitakimbia. Vitakimbia. Natamka kwa jina la Yesu vitakukimbia. Maana huyo Bwana wa hekima yuko ndani yako. Yuko ndani yako huyo Bwana wa hekima. Huyo hekima aliye injili ya ukamilifu, yeye anayetukamilisha. Yeye Shataya yuko ndani yako. Elohim yuko ndani yako. Sabaothi yuko ndani yako. Jehova Jire yuko ndani yako. Adonai yuko ndani yako. Ndiye anayetukamilisha. Haleluya, haleluya. Sikiliza nikwambie, iko hekima inatenda kazi. Yuko Mungu anatenda kazi. Yuko ambaye yeye sauti yake anasema, na kondoo wengine ninaomba usiwazizi hili, na imenipasa kuwaleta ili wawepo katika zizi, waisikia sauti yangu, kisha wawe na mchungaji mmoja. Haleluya. Kondoo ninaomba usiwazizi hili. Yohana 10:14 hadi 16. Changamka, jaa roho ya wepesi. Bwana akupe roho ya wepesi. Mungu anataka kunena injili ya hekima. Hekima ishukayo toka juu, sio hekima ya wanadamu. Tutakuja kuiangalia hekima ya wanadamu. Soma Yohana sura 10:14 nasema, ndio, mimi ndimi mchungaji mwema. Mimi ndimi mchungaji mwema. Nao walio wangu na wajua. Nao walio wangu na wajua. Nao walio wangu wanijua mimi. Kama vile Baba anijuavyo mimi. Nami nimjuavyo Baba. Kama nami nimjuavyo Baba. Nami nautoa uhai wangu. Nami nautoa uhai wangu kwa ajili ya kondoo. Kwa ajili ya kondoo. Na kondoo wengine ninao ambao si wa zizi hili. Na hao imenipasa kuwaleta. Kwa sauti yangu wataisikia. Kisha kutakuwako kundi moja na mchungaji mmoja. Amen. Amen. Wataisikia sauti yake. Sauti yake ni ipi? Sauti yake tunaipata Mathayo 24:31. Sauti yake ni injili kamili, injili inayoyo katika hekima yote. Hiyo ndiyo inayowatoa watu kwenye gereza, waliokuwa wamefungwa, waliokuwa wameonewa na adui. Biblia inasema hiyo roho ya hekima inapokuja, inaingia ndani ya moyo wa mwanadamu kutafuta kile kilichofungwa ili kitoke. Maana ametangaza haki, ametangaza amani, ametangaza furaha, lakini pia amekuja amebebelea haki, utakatifu na ukombozi. Waliokuwa wameonewa wanakombolewa, maana ni saa ya Bwana ya ukombozi. Biblia inasema katika Yohana 5:25, katika Yohana 20:25 Biblia imetueleza wazi ya kwamba watakapoisikia sauti ya mwana wa Mungu, na kila atakayesikia atakuwa hai.
Tuanze na Mathayo 24:31, soma. Neno la Mungu linasema, ndio, naye atawatuma malaika zake kuu ya parapanda, pamoja na sauti kuu ya parapanda, nao watawakusanya wateule toka pepo nne, toka mwisho huu wa mbingu mpaka mwisho huu. Angalia, atatuma malaika zake. Malaika zake ni akina nani? Ni watumishi walio na roho ya kiungu ndani yao, ambao watatembea na sauti ya parapanda. Sauti ya parapanda ni sauti ya Injili, Injili ya ufalme, Injili inayowahubiria watu kutoka katika gereza, Injili inayowahubiria kutoka katika kisima cha Yakobo. Angalia Yohana 5:25. Neno la Mungu linasema, ndio, amini amini nawaambia, saa inakuja, na sasa ipo, wafu watakapoisikia sauti ya mwana wa Mungu, na wale waisikiao watakuwa hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Saa inakuja, lakini sasa ipo. Yesu naye akasema, saa inakuja mama, unisadiki, ambapo hamtamwabudu Baba kwenye milima wala kule Yerusalemu, maana Baba anawatafuta waabuduo halisi. Saa inakuja watakapoisikia sauti ya mwana wa Mungu, na kila atakayesikia atakuwa hai. Waliokuwa makaburini watatoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Waliokuwa makaburini watatoka. Kwa nini watatoka? Wataisikia sauti ya parapanda ikilia. Sio makaburi kule tunakowapeleka watu malaloni. Ni makaburi ambazo tumetembea, ni dini zetu. Dini zetu ni makaburi, maana tumeshindwa kuelewa vitu vya rohoni. Yeye Mungu ni roho, na watafuta waabuduo halisi waliohubiriwa katika Injili ya roho ya hekima. Katika Injili ya roho ya hekima anakuja akiwa amefundishwa katika hekima yote, na akiwa katika hali ya utimilifu, akimwinua Mungu, akijua anayemwabudu ni nani. Kwa hiyo sauti ya mwana wa Mungu ni sauti ya Injili. Yesu akasema, hao kondoo ambao wako huko nje wataisikia sauti yangu, kisha kutakuwa na kundi moja na mchungaji mmoja. Kwa nini kundi moja? Kundi moja la watakatifu, kundi moja la waenda mbinguni, kundi moja la kanisa la Kristo, kundi moja la mlima Sayuni, ambapo sura ya Kristo inaumbika, ambapo sura ya Kristo inaonekana, ambapo injili ya ufalme inanenwa. Injili ya ufalme inanenwa katika hekima yote, ambayo katika hekima yote ni Kristo Yesu anayedhihirisha hiyo hekima. Injili inayowatoa watu katika uharibifu ni hekima ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana hata wakati anaendelea kunena hizo habari, Wayahudi hawakuweza kumwamini, na mpaka leo hawamwamini. Wanajua Kristo anayekuja, yeye ni mwenye mamlaka, anatisha. Sasa alipokuja katika mwili, wakafikiri wanakwenda kuteka, wanakwenda kuitawala dunia yote. Kumbe utawala wake ni wa rohoni. Wakati anaulizwa, yeye akasema, ufalme wangu si wa dunia hii. Lakini kuna watu tunadanganyana, tunaambizana kwamba angalia ya kwamba tutatawala pamoja na Kristo hiyo miaka elfu, tutakuwa pamoja naye wakasahau ya kwamba utawala wake ni utawala wa rohoni. Ufalme wake si wa dunia hii, ni ufalme wa rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo yeye katika kunena habari zake anazinena katika mfumo wa rohoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hallelujah, hallelujah. Amen. Kwa hiyo Yesu Kristo anapodhihirisha sauti ya Injili. Amen. Anapodhihirisha sauti ya Injili, anachokitafuta kila atakayesikia sauti ya mwana wa Mungu, hata kama alikuwa yuko katika ufu, atainuka tena. Natamka atainuka tena. Biblia inaniambia waliokuwa makaburini watakapoisikia sauti ya mwana wa Mungu watakuwa hai. Sio makaburi ya mararoni kwenye mifupa huko, ni dini zetu zilizotufanya kuwa wafu. Biblia inaniambia Ufunuo 3:1b, una jina la kuwa hai na wewe umekufa.
Kwa nini? Uliposikia injili ya kushawishi akili, injili ya kushawishi akili, na wewe ukashawishika, wewe automatically ulikuwa mfu katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Angalia, anayesikia sauti ya mwana wa Mungu habaki kuwa mifupa mikavu. Ezekiel anaambiwa, itabirie mifupa mikavu, pulizia pumzi ya uhai. Pumzi ya uhai katika Agano Jipya ni injili ya ufalme. Hiyo ndio pumzi ya uhai. Hiyo ndiyo pumzi ya uhai. Kila pumzi ilipoingia ndani ya mtu, yule mtu hakubaki kama alivyo. Hata wewe leo unaisikia injili hii, nataka nikwambie, ufu wa rohoni utatoka. Hautamwabudu tena Mungu kwa mazoea, hutatembea katika kawaida, hutashika mapokeo ya dini ya baba yako. Badala yake utamwabudu Mungu kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Kristo aliposema ya kwamba sauti ya mwana wa Mungu wataisikia, hiyo ni pumzi ya uhai. Aliyekuwa kaburini alitoka aliposikia parapanda ikilia, tarumbeta ikilia. Sauti kuu ya parapanda ni injili ya ufalme. Haleluya. Aliyekuwa katika hali ya kufa anainuka tena, nasema kuna kuinuka tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wagalatia sura ile ya kwanza mstari wa 10 mpaka 12. Neno la Mungu linasema, ndiyo, maana sasa je, ni wanadamu ninaowashawishi au Mungu? Au nataka kuwapendeza wanadamu? Kama ningekuwa hata sasa nawapendeza wanadamu, singekuwa mtumwa wa Kristo. Kwa maana ndugu zangu, injili hiyo niliyohubiri nawajulisha ya kuwa sio namna ya kibinadamu. Tulia kidogo. Injili, kumbe kuna injili ya Kristo na injili ya namna ya kibinadamu. Mathayo 15 mstari wa 8 na 9. Ni kuonesha injili ya wanadamu ambao watu wamehubiriwa, lakini mpaka leo wamekuwa wafu. Tunaona wanatembea lakini wako hai katika mwili, lakini katika roho ni wafu. Mathayo 15:8 na 9, soma. Watu hawa huniheshimu kwa midomo yao, ila mioyo yao iko mbali nami. Nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Wakolosai sura ya 2 mstari wa 20 mpaka 23. Kimbia hapo, alafu tutarudi kwa Galatia. Usisahau 2:20 inasema, ndiyo, basi ikiwa mlikufa pamoja na Kristo, mkayaacha yale mafundisho ya awali ya nini? Ya ulimwengu. Mafundisho ya awali ya nini? Ya ulimwengu. Mapokeo ya baba zetu, mapokeo ya dini za baba zetu ni mafundisho ya awali ya ulimwengu. Nini kujitia chini ya amri? Kwa nini tena unataka kujitia chini ya amri? Kama wenye kuishi duniani. Angalia wale wanaosema nimeokoka lakini ameshikilia dini ya baba yake, anafanana na watu wanaoishi duniani. Kwa nini? Tabia yake, maisha yake, mwenendo wake unafanana na watu wa duniani. Ni mtu wa kisasi, ni mtu wa chuki, ni mtu wa hasira. Sasa mtu huyu, hekima ya Kristo haijapita. Injili ya Kristo ikipita, ni lazima utatahiriwa pasipo ganzi. Amen. Biblia inasema taka masamaha pasipo masamaha. Hiyo ndio injili ya hekima yote. Lazima uwe mtu wa masamaha, lazima uwe mtu wa kusamehe, lazima ukubali kufata kanuni ya Kristo. Kwa nini? Kristo yeye ndiye aliye hekima yote, aliye hekima yote, ambayo katika hekima hiyo inamleta mtu aliyetimilika. Mtu aliyetimilika maana yake ni mtu aliyekamilika. Aliyekamilika amefundishwa katika injili ya ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo angalia, Mungu ananitaka mimi nisiyashike yale mafundisho ya awali ya ulimwengu, ili nisije kufanana na watu wa duniani. Endelea.
unasema msishike, msionje, msiguse. Ndio. Maana hayo yote huharibika wakati wa kutumiwa. Hali mkifuata maagizo na mafundisho ya wanadamu. Maagizo na mafundisho ya wanadamu, hekima ya dunia hii. Maagizo na mafundisho ya wanadamu ni hekima ya dunia hii. Tutakuja kuangalia katika Wakorintho wa kwanza ile sura ya 2. Ule mstari tulioiacha pale. Anasema, lakini watu wenye kuitawala dunia hiyo hekima hawaijui. Hekima ya dunia hii, mafundisho ni mapokeo ya wanadamu, ni maagizo ya wanadamu. Dini zetu zimetuondoa katika utimilifu wa Kristo, kwa sababu katika Agano Jipya la Roho, Kristo anatufundisha katika hekima yote, lakini Kristo anatuongoza katika Roho, lakini Kristo anajifunua yeye katika Roho, akitufundisha na kutujulisha siri za ufalme wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Angalia, endelea huo mstari wa 23. Anasemaje? Mstari 23 nasema, ndio, mambo hayo yanaonekana kana kwamba ni hekima. Hiyo ibada inaonekana kama kuna hekima ndani yake. Katika namna ya ibada, mliojitungia wenyewe. Kumbe hawajatungiwa na Roho Mtakatifu. Wamekaa chini wakaplani ibada yetu itakuwa hivi 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 hivi. Wakamwekea mipaka Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hayo ni mapokeo na ni hekima ya dunia hii ambayo waliofundishwa katika hekima hiyo hawajawa watimilifu bado, wakaonekana ni wafu. Uhusiano wetu na Mungu unaonekana katika Roho. Nikiwa nimekufa katika Roho, sina mahusiano. Biblia inasema una jina la kuwa hai lakini umekufa. Wewe unatembea ukionekana wewe unaishi, lakini mbinguni wanajua huyu mtu alishakufa. Sio kwetu, maana hana uhusiano katika ulimwengu wa roho. Lakini Yesu akasema, kila atakayesikia sauti ya mwana wa Mungu, wafu walioko makaburini lazima watatoka na wataishi tena. Kumbe Mungu anatafuta wafu. Sauti ya parapanda inatafuta wafu. Yesu aliposema nitaagiza sauti ya parapanda, watu wakafikiri ni ile ya mwisho. Sikiliza, iko sauti ya parapanda ambayo ni baragumu itakapopigwa. Waangalia waliokuwa katika hali ya kufa, Bwana anawatafuta warejee katika utimilifu. Parapanda ya 7 inawaleta watu kwenye utimilifu, yani kwenye utakatifu. Ndiyo maana Kristo amewaagiza kutaka masamaha pasipo. Haleluya. Na Yesu Kristo ametuelekeza wazi, injili yake imenyooka. Yeye amesema hivi, Baba, utusamehe sisi makosa yetu kama na sisi tunavyowasamehe waliotukosea. Si aliyekosea na kwenda kusema, Baba unisamehe mimi makosa yangu kama nilivyoomba msamaha kwa niliyemkosea. Haleluya. Nimekukosea, usipokuja kuniomba msamaha, kazi kwako. Hiyo ni kanuni ya Yesu. Hiyo ndio injili ya hekima yote. Bwana Yesu asifiwe. Sasa angalia, mimi siwezi kumsamehe Bwana, akaniumiza sana, kanikosea sana. Ndugu yangu, hujakutana na injili. Injili ikipita utashangaa moyo wako unawaka, utakwenda kuomba msamaha kwa machozi. Ndio kanuni ya Yesu Kristo. Mwanaume wa wanaume kwa msalabani anasema, Baba wasamehe kwa maana hawajui watendalo. Kwa nini? Injili. Stefano napigwa mawe, Baba usiwahesabie dhambi hii maana hawajui watendalo. Haleluya. Kwa nini? Alikuwa tayari amekwisha kutahiriwa na injili ya Kristo, injili ya hekima yote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Ndio maana roho ya hekima kazi yake ni kumkamilisha mtu aliyekuwa naabudu pasipo kujua anachokiabudu. Anaitwa Sauli, yeye analitensa kanisa la Kristo akijua hawa watu wameleta imani potofu. Sasa hawa jambo moja ni kuwasurubisha, ni kuwatandika bakora.
Lakini wakati ulipofika, alipokutana na injili ya ufalme, akakutana na mwenye hekima yote, yeye akamwambia, angalia, imeandikwa, utateswa na nitakuonesha ya kupasayo kuteswa kwa ajili ya jina langu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio maana tumemsoma akiwaambia Wagalatia ya kwamba angalia, injili nayo wahubiri sio namna ya kibinadamu. Sijafundishwa na manadamu, sijaipokea kwa manadamu, kwa maana ni alipita kwa mwanamke kahaba, ukahaba wake ukaisha, akawa mhudumu wa Kristo. Haleluya, haleluya. Ilipita kwa mwanamke aliyetokwa na damu, mwanamke yule akawa ni mzima tena. Ilipita kwa Bartimayo kipofu, akapata kuona tena. Kristo akipita mahali, yaliye hekima yote ni kukukamilisha. Yesu Kristo akamwambia Petro, hakika wewe ni mwamba na katika wewe nitajenga hekalu langu, wala marango ya kuzimu hayatakushinda. Kwa hiyo aliyekutana na injili ya ufalme, marango ya kuzimu hayawezi kushindana naye. Biblia inasema watashindana nawe lakini hawatakushinda. Kwa nini? Yeye aliye hekima yote yuko ndani yako. Amen. Haleluya. Yuko ndani yako. Watapigana na wewe lakini hawezi kushinda. Maana na kufanya kuwa ukuta wa boma la shaba juu ya watu hao. Kwa hiyo watashindana na wewe lakini bado hawezi kushinda. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu yeye anasema, atakaye sikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia ndani yake, nitaketi pamoja naye na nitakula pamoja naye. Kwa hiyo ukifungua mlango, injili kaingia ndani yako, ndugu yangu, umeingiza kitu kingine ndani yako. Umeingiza moto urao ndani yako, umeingiza upanga katao chaguili ndani yako, umeingiza nyundo. Yeremia akasema katika unabii wake, akasema, wewe urungu yangu, katika wewe nitapiga mataifa, katika wewe nitapiga miungu, katika wewe nitapiga wachawi, katika wewe nitapiga waganga, katika wewe nitapiga viringe. Kwa hiyo marango ya kuzimu hayawezi kukushinda, kwa sababu mwenye hekima yote uko ndani yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya, haleluya. Amina. Haleluya. Roho ya hekima ndio roho ya uamsho. Roho ya hekima ndio roho ya uamsho inayokuja kuamsha vilivyokufa, vilivyorara, vilivyopotea. Yeye anarejesha kila kilichoibiwa. Maana yeye ni roho ya urejesho, roho ya hekima. Kila atakayesikia sauti ya Mwana wa Mungu atakuwa hai tena. Atakuwa hai tena. Kumbe alikuwa hai alipokutana na injili ya mapokeo, akafa. Alipokutana na injili ya kushawishi akili, akafa. Lakini alipokutana na injili ambao ni upanga, ambao ni moto, akahuishwa tena, akaishi tena, akawa hai tena. Pokea uhai kwa jina la Yesu Kristo. Pokea uhai wa rohoni. Nazungumza mambo ya rohoni, pokea uhai. Mungu wetu ni roho, na wao walio wa rohoni ndio waabuduo yeye. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya. Kumbe kuna namna ya ibada waliojitungia. Wameikataa ibada ya Roho Mtakatifu, wametengeneza ibada yao ambao ndani yake inaonekana kana kwamba kuna hekima. Yesu asifiwe sana. Galatia 1:12 naomba tusome hapo. Inasema, ndio, kwa kuwa sikuipokea kwa mwanadamu, kwa kuwa sikuipokea kwa mwanadamu, wala sikufundishwa na mwanadamu, bali kwa ufunuo wa Yesu, bali kwa ufunuo wa Yesu Kristo. Angalia, injili Paulo aliyokuja kuinena baadaye ni injili aliyofunuliwa na Yesu Kristo. Kumbuka Paulo ambaye alikuwa anaitwa Sauli, alikuwa amesoma kwenye chuo cha kidini kinachoitwa chuo cha Gamalieli. Alikuwa ni mwalimu mzuri wa Torati, lakini hakuwahi kumjua Mungu. Hakuwahi kumjua Mungu, alikuwa anatembea ni kipofu. Wanaona na habari za mbinguni, yeye anaua, anajua hao ni wapotofu. Kama leo hii watu wanavyotuua katika maneno. Unajua zamani walikuwa wanapigwa mapanga, leo hii tunapigwa mapanga ya maneno.
Bwana Yesu asifiwe. Unanena ukweli, yanageuzwa. Haleluya. Lakini Paulo mara baada tu ya kukutana na Kristo, mambo yakabadilika, ulimi wake ukatahiriwa, kinywa chake kikatahiriwa, akaanza kunena kinyume na Wayahudi. Haleluya, haleluya. Nataka nikwambie na wewe, injili hii ukifungua moyo wako, fungua ufahamu wako, ili ufahamu wako pokee hii injili, utaanza kunena tofauti na mataifa. Lazima utanena tofauti na mataifa, kwa maana kinywa chako kitakuwa kimetahiriwa, na Mungu ataweka neno lake ndani yako. Utanena yale aliyokuamuru, kwa sababu roho ya hekima iko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wakorintho wa pili ile sura ya pili. Wakorintho wa kwanza ile sura ya pili. Twende ule mstari wa 7. Mstari wa 7. Ndio. Neno la Mungu linasema, bali twanena hekima ya Mungu katika siri. Bali twanena hekima ya Mungu katika siri. Ile hekima iliyofichwa. Ile hekima iliyofichwa, ambayo Mungu aliazimu tangu milele kwa utukufu wetu. Ni kwa utukufu wetu, ili ajidhihirishe ndani yetu. Aliazimu tangu milele ya kwamba ataifunua hiyo injili ambayo ni uweza. Haleluya. Amen. Sikiliza, ngoja nikwambie, Mungu hajamaliza kuumba mpaka leo anaumba. Na shangaa mtu anaposema aliumba siku ya kwanza mpaka ya sita akapumzika. Mpaka leo Mungu anaumba, na anaumba pamoja na mimi. Nikitamka neno anaumba, nikitamka neno anaumba, nikitamka neno la uzima ndani yake anaumba uzima, nikitamka neno la uzao Mungu anaumba kiumbe kipya ndani ya tumbo lako. Bwana hajawahi kuacha kuumba, mpaka leo anaumba. Amen. Haleluya. Amen. Mungu hajaacha kuumba Bwana. Mungu mpaka leo anaumba. Kwa neno lake, nikitamka neno anaumba. Haleluya. Mungu anaumba pamoja na mimi leo katika ulimwengu huu wa mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema katika nguvu itendao kazi ndani yangu. Hiyo nguvu ndio inayoumba kitu. Haleluya. Haleluya. Nataka nikwambie kwamba Yesu Kristo akiwa ndani yako, angalia lolote utakalolitamka litatendeka, kwa sababu Biblia inasema utakusudia neno nalo neno litathibitika. Lakini Biblia inasema tena, ninyi kaeni ndani yangu nami ndani yenu, ili muambalo Baba awapeni. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Angalia, Yohana naye akiwa katika roho akashuhudia, akayaona mambo mazito, mambo makubwa. Akaona malaika akikatiza katikati ya mbingu mwenye injili ya milele. Naomba usome hapo. Kimbia Ufunuo 14 mstari wa 6. Neno la Mungu linasema, ndio, kisha nikaona malaika mwingine, ndio, akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele. Mwenye injili ya milele katikati ya mbingu, mioyo ya wanadamu. Huyo malaika alikuwa ni mtumishi wa Mungu, mwenye injili ya milele, akikatiza katikati ya mbingu. Katikati ya mbingu, mbingu ni moyo wa mwanadamu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haijalishi ni mbaya ni nzuri, ni mbingu, moyo. Ukisha takaswa ndipo unapoitwa mbingu mpya. Lakini kabla hujatakaswa zinaitwa mbingu za kwanza. Haleluya. Malaika huyo ni mtumishi wa Mungu anayekubali kutembea na roho wa Mungu. Huyo ndiye aliye malaika anayekatiza katikati ya mioyo ya wanadamu. Injili inapigwa, inakatiza katikati ya mioyo ya wanadamu, inatenganisha nafsi na mafuta. Haleluya. Inatenganisha nafsi na nini? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sikiliza nikwambie. Nataka nikwambie injili bado haijahubiriwa. Hivi ni vile vichenga chenga. Watu watabeba majeneza yao na kuyatupilia mbali. Maana amesema wataisikia sauti yangu, na sauti ya Yesu Kristo ni injili ya ufalme.
Bwana Yesu asifiwe. Aliyekuwa ameunganishwa na madhabahu inamkimbia. Aliyeunganishwa na miungu inakimbia. Aliyeunganishwa na mizimu inakimbia kukutana na injili. Haiwezi kusirika, maana hakuna mahali pa kujificha. Haleluya. Miungu inakimbia, maana makaburi yote yanafukuliwa, yote yanatoka. Haleluya, haleluya. Haleluya. Hiyo ndio sauti ya Yesu Kristo inawatoa watu katika uharibifu wao. Sasa angalia, kila aliyekuwa anakutana na hiyo injili ya milele aliambiwa nini? Mstari wa 7 soma. Mstari wa 7 unasema, ndio, akasema kwa sauti kuu, akisema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, maana saa ya hukumu imekuja. Sujudieni yeye aliyezifanya mbingu na dunia na bahari na chemchemi za maji. Sujudieni yeye. Wakati mwanadamu anamsujudia mwanadamu mwenzake, mwenye injili ya milele anamwambia msujudieni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sikiliza nikwambie, katika roho ya hekima ndipo kila kinachotokea ambacho Mungu anakitenda unaweza kutambua kwamba hii ni utukufu wa Mungu umedhihirika kwangu, wala sio mwanadamu. Kwa hiyo utukufu anarudishiwa Mungu, wala sio mwanadamu. Kwa nini? Roho ya hekima anakushuhudia ndani, aliyetenda ni Mungu. Mstari wa 7 ndio sema, bali tuanene hekima ya Mungu katika siri, ile hekima iliyofichwa ambayo Mungu aliazimu tangu milele kwa utukufu wetu, ambayo wenye kuitawala dunia hawaijui hata mmoja. Hata mmoja hakuna aliyejua hiyo hekima. Maana kama wangalijua wasingalimsulubisha Bwana wa utukufu. Kumbe walimsulubisha Yesu Kristo kwa sababu walikuwa wajui. Pilato alimuuliza, wewe ni mfalme wa Wayahudi? Akamwambia, ufalme wangu si wa ulimwengu huu. Sasa leo hii mpaka wale watu walioagizwa, nenda mkawafanye mataifa kwa wanafunzi wangu, amen, hawajui hiyo hekima imefichwa. Kama wangelijua tusingeendelea kumsulubisha. Mpaka leo tunamsulubisha Kristo. Matendo yetu, maisha yetu tunayoishi kila siku tunamsulubisha. Tunaikanyaga damu ya neema kama kitu cha hovyo. Lakini ni kwa sababu hatukuwahi kukutana na injili ya ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Angalia Mathayo 13:11, neno la Mungu linasemaje? Kitabu cha Mathayo sura ile ya 13:11 soma. Mstari wa 11, neno la Bwana linasema, akajibu akawaambia, ndio, ninyi mmejaliwa kuzijua siri za nani? Za ufalme wa mbinguni. Bali wao hawakujaliwa. Akina nani? Walioitawala dunia kwa hekima. Hawakujaliwa. Ndio maana mpaka leo wameacha vitu vya rohoni, wanatembea na vya mwilini. Sikiliza, Mungu ni roho, na kila naye maabudu Mungu anapaswa kumwabudu katika roho na kweli. Mungu hawezi kutumikiwa katika mwili, Mungu anatumikiwa katika roho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Angalia Wakorintho wa kwanza sura ile ya 2 mstari wa 9 mpaka wa 10. Mstari wa 9 unasema, ndio, lakini kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho halikuyaona, wala sikio halikuyasikia, wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa roho. Maana roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu.
Roho wa Mungu yuko ndani yetu. Kama yuko ndani yetu, ndiye anayechunguza siri zote na mafumbo yote ya Mungu, kwa anayafunua kwetu, anatupatia sisi. Yesu Kristo akasema, lakini huyo Roho wa kweli atakapokuja kwenu atawafunulia mambo yote, na habari ya mambo yajayo atawapasha habari zake. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe yeye habari zake, yeye Roho wa Mungu anatupasha sisi. Kumbe tumefunuliwa kwa Roho mambo ambayo jicho halijawahi kuona, sikio halijawahi kusikia, mambo yamefichwa. Yesu akasema ya kwamba niaminini, kazi ninazozitenda hizi ninyi mtazitenda zaidi na ya hizi ninazozitenda mkiniamini. Kumbe Mungu anataka tuamini. Kumbe Mungu anataka tutende kazi kubwa. Sasa baada ya kuona kwamba roho ya hekima tumeikosa, tumeshindwa kutembea na Roho wa Mungu, tumeshindwa kutembea na nguvu ya Mungu, tukakimbia kwa Kalimanzira kutafuta nguvu nyingine ili tutende mambo makubwa kama Kristo aliyotenda. Kumbe ni kiini macho. Lakini sasa anasema saa inakuja, wafu wataisikia sauti ya mwana wa Mungu. Nataka nikwambie kwamba kila aliyekutana na Yesu Kristo hakubaki kama alivyo. Waliotembea na Mungu wote hakubaki kama walivyo. Kila mmoja alibadilika. Haleluya. Yule mwanamke aliyekuwa akida, yeye katika nchi ya Sarepta, yeye akasema, hakika huyu inaonekana kama mtu wa Mungu, hebu tumtengenezee nyumba atakapopita au anapata mahali pa kupumzika. Wakatengeneza nyumba, wakaweka na kitanda, wakaweka na meza, wakaweka na kiti. Mtu wa Mungu alipoingia mle, alipoingia ndani, yule mtu wa Mungu, angalia nini kilitokea. Akamwambia mtumwa wake, mtumishi wake, nenda kamuulize yule mwanamke yeye amepungukiwa nini. Yule mwanamke akasema, mimi nimejikamilisha, maana na cheo kikubwa na pesa zote. Lakini mtu wa Mungu akamwambia, umepungukiwa, huna mtoto. Huna mtoto. Haleluya. Akasema, majira kama haya lazima upate mtoto. Zawadi ya waliopokea neema ya Mungu kwenye marango yao. Haleluya, haleluya. Yule mwanamke akaulizwa, naye tengenezee chakula kwanza nile. Akasema, hapana, na kozi moja tu. Waliokutana na watu wa Mungu, waliokutana na Mungu hawakubaki kama walivyo. Nitengenezee kwanza mimi nile, ili nile. Wewe haijalishi unamaliza ikinakwenda kuisha, kwanza nitengenezee nile kwanza. Akaamini sauti ya mtumishi wa Mungu. Alipoiamini, alipotengeneza na shangaa. Alipotengeneza na shanga, unga wake miaka 3 na miezi 6 hauishi. Anakula tu. Kozi moja na chupa ya mafuta, anakula tu. Haleluya. Anakula, haviishi. Naomba usipita. Sauti ya mwana wa Mungu inapita. Haleluya. Sauti ya mwana wa Mungu inapita. Inua mikono yako, banisha sasa kutoka ndani. Bwana nataka apite haya marango waliotangaza ya kwamba marango yako hayawezi kufunguka. Iko sauti ya mwana wa Mungu iliyofungua magereza. Iko sauti ya mwana wa Mungu iliondoa mapingo. Iko sauti ya mwana wa Mungu iliondoa marango ya shaba mbele yako. Leo Bwana akwenda kuiondoa marango ya shaba kwa jina la Yesu Kristo. Sauti ya mwana wa Mungu inapita. Sauti ya mwana wa Mungu inapita. Maana ilipopita waliokuwa wafu wakafufuka. Leo kwa jina la Yesu Kristo, haijalishi ni afya yako, walitamka magonjwa yana majina, lakini liko jina moja. Natamka jina moja ambayo ndio roho ya hekima. Yesu Kristo anakwenda kukutana na shida yako. Herikibo. Yesu anakwenda kupita. Haijalishi waitamka wakasema ya kwamba marango yake yamefungwa, hawezi kufunguliwa tena. Huyo hawezi kutoka. Iko sauti ya mwana wa Mungu imekuja. Kwenye marango yako. Yesu anapita. Hayo marango yaliyofungwa ya afya yako, Yesu
Yesu anapita leo. Yesu anapita leo. Yesu anapita leo. Anaachilia, lango linafunguka. Magonjwa na majina, lakini liko jina moja, jina la Yesu Kristo. Kwa kupigwa kwake magonjwa tukapona. Kwa kupigwa kwake magonjwa tukapona. Leo msiba wa magonjwa uondoke kwa jina la Yesu Kristo. Leo magonjwa yaondoke juu yako. Leo masikini, hayo marango yaliyoandikwa, roho masikini kaandikwa juu yako katika jina la Yesu Kristo. Leo inaondoka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ni siku nne. Leo kizazi chako kinaitwa toka kwenye makaburi, toka kwenye magereza, toka kaburini walikokizika baharini. Leo kinatoka, leo kinatoka, leo natamka hilo neno la uumbaji. Bwana anatoa kila kilichopandwa ndani yako, Bwana anatoa kwa jina la Yesu Kristo. Leo Bwana anarejesha, leo Bwana anarejesha hatima yako, hatima ya uzao wako. Hiyo sauti ya mwana wa Mungu iliyomwita Lazaro toka kaburini inatamkwa juu yako kwa jina la Yesu. Omba, mwambie Bwana, Bwana sauti yako, ita sauti ya Mungu aliye hai. Iondoe vifungo, iondoe gereza hilo, iondoe mateso hayo, iondoe. Walipotaja wakasema kizazi chake tumefunga, iko sauti ya mwana wa Mungu inakuja leo, inaondoa kile kilichofungwa, inaondoa kile kilichofungwa leo kwa mamlaka ya damu ya Yesu Kristo, leo kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Leo magereza yanaondoka, kuja itatoka kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Kila roho iliyopandwa juu yako, kila roho iliyopandwa juu yako kwa jina la Yesu Kristo inang'olewa na kutupwa, inang'olewa na kutupwa katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu unaishi, wewe ni Mungu unamiliki, Mungu unayetawala milele na milele. Bwana gusa watu wako, Bwana finyanga watu wako katika jina la Yesu Kristo. Waliokuwa makaburini Bwana wakashoboke tena, inapita gereza linafunguka katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Anayejua tumbo lake lina shida ya udhaifu, weka mkono wako wa kushoto, mkono wa kulia inua juu mbele za Bwana katika jina la Yesu Kristo. Yuko simba wa kabila la Yuda, yuko Yesu Kristo aliyesimama mbele ya kaburi la Lazaro, akamwita Lazaro, fufuka, njoo huku niliko, njoo haraka niliko. Lazaro akatoka ni mzima. Leo aliyegusa tumbo la Hana, aliyegusa tumbo la Hana likafunguka, akafungua tumbo la Sara, akafungua tumbo la Elizabeti. Leo kwa mamlaka damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, ninaamuru sasa hilo tumbo natamka kufunguliwa kwa mamlaka jina la Yesu Kristo, kwa mamlaka jina la Yesu Kristo. Leo naamuru sasa kila kifungo kikaondoke kwa jina la Yesu Kristo. Kila roho iliyofungamanishwa nawe, kila roho iliyoaganishwa, iliyofanya maagano nawe, kwa jina la Yesu Kristo, hiyo roho toeka kwa mamlaka damu ya Yesu Kristo. Naachilia nguvu ya Mungu aliye hai, naachilia mamlaka na uweza, naachilia utisho wa Mungu aliye hai katika jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Hilo tumbo likafunguke. Wewe nifuatishe, sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, kwa sauti yako iliyomfufua Lazaro toka kaburini, leo hiyo sauti yako ikasikika ndani yangu, ikafufue kila kilichoibiwa, kila kilichochukuliwa, kila kilichobebwa. Leo kwa sauti yako narejesha afya yangu, uzima wangu leo. Bwana Yesu, rejesha uzao wangu uliochukuliwa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninateka nyara, ninarejesha uchumi wangu ulioibiwa, narejesha biashara yangu iliyochukuliwa, narejesha uzima wangu. Bwana Yesu, rejesha kila kiungo ndani
salama. Na leo nakataa hayo magonjwa ya Misri, hayo magonjwa ya mababu, hayo magonjwa ya kurithi. Leo nakataa